Wapendwa, ni Dominika ya Matawi ama Dominika ya Mateso ya Bwana, na hii ni Lux Fidei, mwanga wa imani. Mimi ni Padri Benjamin Maganga Bundala. Karibu. Hosana kwa mwana wa Daudi, Hosana kwa mwana wa Daudi, Hosana, 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 Hosana kwa mwana wa Daudi. Tumefikia Dominika ya 6 ya kipindi cha Kwaresma, almaarufu huitwa Dominika ya Mateso ya Bwana ama Dominika ya Matawi. Tunaita Dominika ya Matawi kwa sababu ni Dominika ambayo tunaingia kanisani tukishika matawi, tukiimba kwa shangwe, na inaakisi lile tukio la Yesu anapoingia Yerusalemu akiwa amepanda mwanapunda, watu wakimwimbia Hosana mwana wa Daudi, mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Pengine neno hilo lina maana gani, ama maneno hayo yanatupa ujumbe gani, ama hicho kitendo cha Wayahudi kukazia kuimba kwa kupaza sauti na kuimba Hosana mwana wa Daudi, mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, pengine maneno hayo yana maana gani, na hilo tukio la Yesu kuingia Yerusalemu kwa shangwe ilikuwa lina maana gani? Tunaita pia Dominika ya Mateso ya Bwana. Kwa nini tunaita Dominika ya Mateso ya Bwana? Tunaita Dominika ya Mateso ya Bwana kwa sababu ni Dominika ambayo tunasikia simulizi lote la mateso, na kwa namna ya pekee katika liturujia ya mwaka wa kanisa, simulizi hili la mateso ya Kristo tunalisikia mara mbili. Kwanza tunalisikia katika Dominika ya Mateso ama Dominika ya Matawi, na huwa tunachukua simulizi kadiri ya wainjili kulingana na mwaka. Kama ni mwaka A wa kanisa tunasoma kadiri ya mwinjili Mathayo, kama ni mwaka B wa kanisa tunasoma kadiri ya mwinjili Marko, na kama ni mwaka C wa kanisa tunasoma kadiri ya mwinjili Luka. Na sehemu ya pili ya simulizi hili huwa ni siku ya Ijumaa Kuu. Katika ibada ya Ijumaa Kuu na usoma simulizi la mateso kadiri ya mwinjili Yohane. Pengine kwa nini nimeleta hoja hiyo hapa? Hoja hii inatuzamisha kabisa katika tafakari ya mateso ya Kristo, na simulizi la injili tunalolisikia katika hilo tukio la Yesu kuingia Yerusalemu si jingine, kwa sababu ni mwaka wa kanisa, ni injili ya Mathayo sura ya 21 aya ya kwanza mpaka ya 11. Swali, Wayahudi wanaimba Hosana Hosana mwana wa Daudi, mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hosana katika lugha ya Kiebrania linatokana na neno Hoshiana. Hoshiana ikiwa na maana tuokoe, tafadhali. Ni maneno yanayoakisi kile anachokuja kukifanya Yesu cha kuwakomboa watu. Pengine kwa nini mkutano wanatumia hayo maneno Hosana Hosana mwana wa Daudi, mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana? Jibu tunalipata katika Agano la Kale, ni Zaburi ya 118. Wananukuu Zaburi ya 118 pale ambapo mfalme aliingia katika mji wa Yerusalemu, waliimba kwa shangwe, na mfalme huyo kama kuhani anakwenda kutoa sadaka madhabahuni. Ndicho ambacho kinafanywa, na kwa namna ya pekee kabisa tunasoma hiyo Zaburi ya 118 aya ya 26 mpaka 27. Inasema, abarikiwe huyo ajaye kwa jina la Mwenyezi Mungu, wabariki kutoka nyumbani mwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni Mungu, yeye ametujalia mwanga wake. Shikeni matawi ya sherehe mkiandamana mpaka madhabahuni. Kumbe tendo hilo la kushika matawi na kusherekea na kupiga shangwe mpaka madhabahuni ilikuwa kitendo cha kutimiza
Agano la Kale, tukio la Agano la Kale ambalo lilikuwa linatendwa na Wayahudi. Hilo lina maana gani? Pengine Yesu anapofanya ananukuu maneno hayo ya Zaburi ya 118. Tofauti ni kwamba yeye kama mfalme Masia, kuhani mkuu anakwenda kwenye madhabahu kwenda kutolea sadaka. Tofauti na madhabahu aliyokuwa anaifanya mfalme wa Agano la Kale, ni madhabahu ya msalaba. Katika msalaba wake anajitoa uhai wake, anajitoa mwili wake, damu yake, roho na umungu wake kwa ajili ya watu wote. Kumbe kila mwaka katika Dominika ya Matawi tunapotamka maneno hayo na kubeba matawi na kushangilia hosana hosana mwana wa Daudi, mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, ndicho ambacho Yesu anakitimiza katika nafsi yake. Yeye kama mfalme Masia, yeye kama mwana wa Mungu, yeye kama mwana wa Daudi, anatimiza kwa kutoa mwili na damu yake, roho na umungu wake. Hilo ni jambo la muhimu sana la kuzingatia katika Dominika hii ya Matawi, na nimependa nikushirikisha upate kulitambua umuhimu wake. Katika Dominika hii ya Matawi ama Dominika ya Mateso ya Bwana, tukigeukia masomo ya misa, tunapitia simulizi lote na kusisitizia vipengele muhimu vinavyopatikana katika simulizi hilo la mateso kadiri ya mwinjili Mathayo, kwa sababu tupo mwaka A wa kanisa. Na hapa ningependa kuangazia mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni upekee mwinjili Mathayo analiwakilisha ili simulizi la mateso ya Kristo kwa namna ya tofauti kidogo na wainjili wengine. Pengine ni vitu gani vya pekee katika injili ya Mathayo juu ya simulizi hili la mateso ya Yesu na vina umuhimu gani katika maisha yetu? Jambo la pili ni umuhimu wa hayo mateso ya Kristo anayoyapitia yanatimiza vipi Agano la Kale. Tukianza jambo la kwanza, katika simulizi hili la mateso ya Kristo ambayo yanawasilishwa kadiri ya mwinjili Mathayo, kuna mambo 7 ya kuzingatia ambayo ningependa kuyaangazia. Kupitia hayo tungechota tafakari yetu juu ya adhimisho la Dominika hii ya Matawi ama Dominika ya Mateso ya Bwana. Jambo la kwanza ni simulizi hili linaanza na usaliti wa Yuda Iskariote na karamu ya mwisho. Pengine Mathayo ni kwa nini anasisitiza kwamba karamu ya mwisho ndiyo karamu ya Pasaka? Kwa nini Mathayo anasisitiza sana karamu ya mwisho ndiyo karamu ya Pasaka? Hili tunaliangalia tunaporejea katika Agano la Kale. Wana wa Israeli, makabila 12 yalitolewa utumwani Misri kwenda katika nchi ya ahadi, na kitu ambacho walikuwa wakikifanya katika ule usiku wa ukombozi wao, usiku wa kutoka utumwani, ni kile kitu ambacho walichinja mwana kondoo, walikula mwana kondoo, walikula mikate isiyotiwa chachu na mboga zenye uchungu, wakaanza safari ya ukombozi kutoka Misri kwenda katika nchi ya ahadi. Karamu ya Pasaka, Yesu Kristo anaweka Ekaristi Takatifu. Kuwekwa kwa Ekaristi Takatifu, Yesu Kristo kama anajifunua yeye kama Pasaka mpya, yeye kama mwana kondoo wa kuchinjwa, anatoa mwili na damu yake kama shukrani, kama sehemu ya sadaka ya wokovu wetu. Na pengine hiko ndicho cha muhimu zaidi, kwamba Yesu anatufunulia lile fumbo la Ekaristi Takatifu, yani uwepo wa mwili na damu yake katika maumbo ya mkate na divai. Kitu cha kujiuliza, hii Pasaka mpya ina kitu gani kipya tofauti na Pasaka ya Agano la Kale? Pasaka mpya ni Yesu Kristo mwenyewe ambaye
anatoa mwili wake kama mwana kondoo, anatoa mwili wake na anafanya kazi ya ukombozi, tofauti na wale waliokolewa kutoka utumwani Misri, utumwa wa Farao, kwenda katika nchi ya ahadi Kanaani. Yesu anaanza safari yake kutokea Yerusalemu kwenda kwenye ufufuko na kupaa mbinguni. Manake kutoka katika Yerusalemu kwenda mbinguni, kutuandalia nchi ya ahadi ya mbinguni, na hiyo ndio Pasaka mpya Yesu anayoitimiza. Pengine katika hilo jambo la kwanza, kitu gani tunajifunza? Umuhimu wa kutambua maisha ya Kikristo ni maisha ya shukrani. Kwa Yunani wanasema Eucharistia, shukrani. Tunatoa shukrani kwa Mungu, shukrani kwa sababu ya wokovu wetu. Pengine tambua umuhimu wa kushiriki Ekaristi katika maisha yako. Lakini hilo halitoshi, tambua kujitoa kwa ajili ya wengine hata katika mambo magumu. Yesu Kristo anajitoa katika mazingira magumu kwa ajili ya kuleta ukombozi wa watu, yeye kama Pasaka mpya. Jambo la pili nataka kuangazia ni bustani ya Getsemane ambayo inapatikana katika milima ya Mizeituni. Simulizi la mateso inatuambia Yesu anatoka jasho la damu katika hiyo bustani ya Getsemane. Tukitafsiri Kiebrania, Getsemane manake ni mahali pa kukamulia mafuta ya mizeituni. Yesu anatoka jasho la damu katika bustani ya Getsemane, mahali pa kukamulia mafuta ya mizeituni. Tukio hilo lina maana gani kadiri ya mwinjili Mathayo, na pengine katika maisha yetu linatufundisha nini? Katika mapokeo ya Kiyahudi waliamini kwamba mti wa uzima ulio katika bustani ya Edeni ulikuwa ni wa mzeituni. Mathayo anaunganisha mapokeo ya Kiyahudi juu ya mti wa uzima. Yesu atasulubiwa au anaanza safari ya ukombozi, anaanza mateso yake katika bustani, ambapo katika bustani kuna miti, tunatoa mti wa msalaba, ambapo katika mti wa msalaba atautoa uhai wake kwa ajili ya dhambi ya wanadamu. Ikumbuke kwamba dhambi iliingia ulimwenguni, ilianzia katika bustani ya Edeni, ambapo Adamu na Eva walimwasi Mungu, dhambi ikaanza. Mateso ya Kristo yanaanzia katika bustani. Tofauti na bustani ile ya Edeni, Yesu bustani mpya anaitengeneza kupitia mateso yake. Kwa hiyo kama anguko la Adamu na Eva lilitokea, Yesu Kristo kama Adamu mpya anashinda dhambi kwa mateso ya msalaba. Pengine tunajifunza nini? Tunapopitia shida tusali. Yesu katika kukabiliana na mateso hayo mpaka anatoka jasho la damu, kumbuka kwamba alisema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Pengine tutamani mapenzi ya Mungu yatimizwe katika maisha yetu na sio mapenzi yetu. Mapenzi ya Mungu kwanza, mapenzi yetu yafuate baadaye. Katikati ya magumu, katikati ya changamoto tunazopitia, mpango wa Mungu na mapenzi yake yatimizwe katika maisha yetu. Ndicho ambacho tunajifunza katika hii nafasi ya pili katika simulizi hili la mateso ya Bwana. Jambo la tatu, Yesu ndiye mtumishi mwenye kuteseka. Yesu anatimiza unabii wa nabii Isaya sura ya 50 aya 4 mpaka ya 7. Yesu anatimiza unabii wa nabii Isaya tunaposoma sura ya 50 aya ya 4 mpaka ya 7. Yeye ndiye mtumishi mwenye kuteseka, ambao kama umefuatilia kwa makini ni sehemu ya somo la kwanza katika Dominika hii ya Matawi ama Dominika hii ya mateso ya Bwana. Anasema, Bwana Mwenyezi amenipa ulimi uliofundishwa ili kujua neno lile nilitegemezalo aliyechoka. Uniamsha asubuhi kwa asubuhi, uamsha sikio langu lisikie kama mtu afundishwaye.
Bwana Mwenyezi amezibua masikio yangu, nami sikuwa mkaidi wala sikugeuka nyuma. Niliwapa mgongo wangu wale wanipigao, mashavu yangu wale wang'oao ndevu zangu. Sikuuficha uso wangu kutokana na fedheha na kutemewa mate. Kwa sababu Bwana Mwenyezi ananisaidia, sitatahayarika. Kwa hiyo nimekaza uso wangu kama gumegume, nami ninajua sitaaibika. Baada ya mateso yake katika bustani ya Getsemane, Yesu akitoka jasho la damu, baraza la viongozi, makuhani wakuu na makuhani wa watu wanamkamata, wanamhukumu, wanamdhihaki, wanamtemea mate, wanamtukana. Lakini yeye anachokifanya hapa ni kitu cha ajabu. Hajibu kitu, anakaa kimya. Pengine kwa nini anakaa kimya? Tunaona katika Injili ya Mathayo, simulizi hili sura ya 26 aya 47 na kuendelea, Yuda anamsaliti kwa kumbusu, na Petro tunaona anamkata sikio mmoja wa askari katika kikosi kile. Yesu anamponya lile sikio lake, anamwambia Petro arudishe upanga mahali pake, kwani anayehukumu kwa upanga atahukumiwa kwa upanga. Na anamwambia kwamba haujui kwamba nina nguvu kiasi gani, naweza nikamwambia Baba akaleta jeshi la malaika 12 waweze kunipigania. Injili Mathayo anatuletea kitu kingine kikubwa cha kutafakari hapo. Anaposema jeshi kwa lugha ya Kiyunani legion, inamaanisha kilikuwa kikosi cha askari 5,000 mpaka 6,000. Kwa kama kikosi kimoja kina askari 6,000, sasa yeye anaposema jeshi la vikosi 12 ama jeshi la malaika 12, legioni 12, manake ni kama jumla ya askari 72,000 wangekuja kumpigania. Anao uwezo wa kufanya hivyo, lakini afanyi hivyo. Anakubali kuteswa, anakubali kufa. Lengo nini? Mwinjili Mathayo anatuwekea vizuri tunaposoma sura ya 26 na 54, anasema ili lote haya yote yanayofanyika ili litimie andiko, ili yatimie maandiko. Kwa namna moja au nyingine Yesu anatimiza maandiko matakatifu kupitia simulizi hili la mateso. Yaani kila kitu anachokipitia mateso yake anakamilisha maandiko matakatifu. Pengine tunaweza tukajifunza nini katika simulizi hilo? Tusio watu wa kulipa kisasi. Kisasi hakijengi. Na pale ambapo tunatendewa ubaya, pale ambapo tunaonewa, tusilipe ubaya kwa ubaya. Badala yake tulipe ubaya kwa wema. Katika ubaya tulipe wema. Yuda alipoona hicho ama hicho kitendo kinachotokea, tunapata sehemu ya 4. Sehemu ya 4 katika simulizi hili la mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, kitu ambacho cha pekee tofauti na wainjili wengine. Mathayo anatuambia simulizi la Yuda baada ya kutambua alichokifanya, amemsaliti Yesu kwa tamaa ya fedha, basi aliwarudishia fedha zile wale makuhani na makuhani wakuu, lakini pia akaenda kujinyonga. Kitu cha muhimu, akaenda kujinyonga. Pengine kwa nini Mathayo anatuletea au anaweka simulizi hili katika swala kama hilo? Jambo la kuangalia ni lile kutimiza maandiko matakatifu. Kutimiza maandiko matakatifu. Katika ile simulizi, matukio yote ya Yuda yanafanana na matukio ya Agano la Kale. Kuna mtu wa Agano la Kale ambaye alihukumiwa, alichukiwa na hakuwa na hatia yoyote, lakini aliuzwa kwa vipande vya fedha, na kinyume chake akaja kuwa mtu mkubwa na kuwakomboa. Si mwingine ni nani? Yosefu. Yosefu mwana wa Yakobo. Yosefu mwana wa Yakobo alikuwa mwana mpendwa sana, hivyo ndugu zake wakamtokea kumchukia kutokana na upendo mkubwa aliokuwa anaupata kutoka kwa baba yake. Kitu ambacho walikifanya, walimtumbukiza kwenye shimo, baadaye wakamuuza kwenda katika nchi ya Misri. Na tukio hilo ukiangalia linamwakisi huyu mtumishi mwenye kuteseka.
Yosefu anauzwa kwa vipande 20 vya fedha, wazo lililotolewa na kaka yake Yuda. Agano Jipya tunaona Yesu, mtumishi asiye na hatia, mtumishi mwenye kuteseka, anauzwa kwa vipande 30 vya fedha. Na nani? Na Yuda Iskarioti. Yuda wa Agano la Kale, tuna Yuda wa Agano Jipya. Tuna Yosefu Agano la Kale, tuna Yesu Agano Jipya. Hivyo Yesu anatimiza Agano la Kale, au anatimiza maandiko kwa namna ya pekee kabisa, yeye kama Yosefu mpya. Yesu kama Yosefu mpya, kwa sababu tukirejea katika kitabu cha Mwanzo sura ya 37 aya ya 28, tunaona ile simulizi, baadaye Yusufu alivyouzwa kwenda kule Misri akawa mtu mkubwa, mtu wa pili wa cheo baada ya Farao. Katika nafasi yake hiyo ya pili, anawasaidia taifa lake la Israeli, ndugu zake, dhidi ya njaa. Hivyo anawakomboa kwa njaa. Yesu Kristo anatimiza unabii huo kwa kuuzwa vipande 30 kwenda katika mauti ya msalaba, lakini anafufuka. Kwa kitendo hicho anawaletea wokovu ulimwengu mzima, na wokovu ulimwengu mzima sio katika njaa, bali katika dhambi na mauti. Ndicho ambacho kinafanyika na Yesu katika simulizi hili, anatimiza maandiko matakatifu. Jambo la 5 na la kuzingatia ni la Pilato. Pilato ambaye anatoa hukumu dhidi ya Yesu pamoja na Baraba. Katika simulizi hilo, kipengele hiko, tuna mambo mengine mazuri ya kujifunza na kutafakari. Pilato, ikumbuke kwamba alikuwa gavana wa Kirumi. Gavana wa Kirumi ambaye anasimamia koloni hili la Wayahudi. Na Pilato kama gavana alikuwa na nafasi ya kuwaruhusu ama kutoa ruhusa ya mtu ahukumiwe afe. Wayahudi kwa wenyewe walikuwa hawana ruhusa hiyo, hawana uwezo huo. Na hivyo wanapompeleka Yesu kumshtaki, Pilato haoni kosa lake, haoni hatia yoyote juu ya Yesu. Kitu ambacho kinazidisha maumivu kwa Pilato ni mke wake, kauli yake kwamba huyu mtu unayetaka kumwangamiza, unayetaka kuruhusu auawe, nimeteseka sana usiku kwa sababu yake. Mtu mwenye haki anaenda kuteswa pasipo makosa. Pilato anatoa kauli ya uchaguzi. Katika mila na desturi za Wayahudi nyakati hizo, kulikuwa na sherehe, na walikuwa na desturi katika kila sherehe kumfungulia mfungwa mmoja kwa ajili ya sikukuu. Na Pilato anawaletea ujumbe huo kwamba mnataka nimfungulie nani? Huyu Yesu ambaye anajiita mfalme wa Wayahudi, au huyu Baraba ambaye ni mwizi, mnyang'anyi, jambazi na mwanaharakati, mwana mapinduzi? Kwa shinikizo la viongozi wa dini, wakuu wa makuhani na waandishi wa watu, wanawahamasisha watu wamchague Yesu asiye na hatia na kumwachia Baraba. Baraba awe huru, Yesu ahukumiwe. Mathayo anatuletea watu wawili sio kwa bahati mbaya katika simulizi lake. Baraba ambalo ni neno la Kiebrania lina maana ya maneno mawili, bar na aba. Bar manake mwana, aba manake baba. Kwa hiyo ni mwana wa baba. Kwa hiyo tuna mwana wa baba wa ukweli ambaye ni Yesu Kristo, na upande wa pili tuna mwana wa baba wa uongo, mnyang'anyi, mwizi. Katika mapokeo pia ya Kiyahudi wanadai kwamba huyu Baraba jina la kwanza alikuwa anaitwa Yeshu. Yeshua tunaitafsiri kama Yesu, jina la Yesu, Mungu okoa. Kwa hiyo ni Yesu Baraba, na huku kuna Yesu Kristo. Lakini hii Yesu Kristo si kama inavyotumika kama ubini, hapana. Yesu Kristo ni Masia kama cheo na sio jina, maubini kama aliyokuwa nao Baraba. Yesu Baraba. Kitu cha muhimu cha kuzingatia ni tofauti ya hawa watu wawili, na kwa nini watu wamchague Baraba awe huru na wamkubali Yesu asiye na hatia
ahukumiwe. Pilato anafanya kitu cha ajabu. Anajua ukweli kwamba huyu ndiye mwenye hatia, lakini anawaletea pendekezo, na pendekezo anachagua kinyume na matarajio yake. Anatoa tamko ambalo baadhi ya watu husema kama ilikuwa ni laana kwa Wayahudi, lakini si hivyo. Pilato ananawa mikono na kuwaambia, sina damu ya mtu huyu, itakuwa juu yenu. Wao kama Wayahudi wanajibu kwa shauku kubwa kwamba damu ya mtu huyu iwe juu yetu na iwe juu ya watoto wetu na vizazi vyetu. Kauli hiyo ni nzito, na Mathayo anatuletea kitu kikubwa kwamba kile ambacho Yesu atakifanya, kumwaga damu yake, ni kwa ajili ya watu wote, sio tu Wayahudi, watu mpaka wa mataifa, na sio tu kwa watu wa kipindi kile, ni wa vizazi vyote, watoto wa watoto wao na vizazi vyote. Damu yake iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Baba Mtakatifu hayati Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 katika kitabu chake kile maarufu Yesu wa Nazareti anasema hiyo kauli ya Wayahudi, damu yake huyu mtu asiye na hatia iwe juu yetu na juu ya watoto wetu, haikuwa laana, badala yake ilikuwa neema kwao. Na ndicho ambacho kinafanyika, ndicho ambacho tunakihitaji katika maisha yetu. Tunahitaji damu ya Kristo katika maisha yetu, katika familia zetu, katika vizazi na watoto wetu. Ndicho ambacho kinahitajika, na ndicho ambacho Kristo anakitimiza kupitia mateso, kifo na ufufuko wake katika simulizi hili la mateso yake. Katika sehemu ya 5, Pilato pamoja na hukumu ya Yesu, kuna mambo kadhaa ambayo tunaweza tukajifunza na kuyang'amua, ambayo yakawa msaada wetu wa kiroho na kiimani. Jambo la kwanza ni watu mara nyingi tunachagua mabaya, tunayaacha mazuri. Hivyo tuangalie katika uchaguzi wetu, tuchague yale yaliyo mema na kuacha mazuri. Wayahudi wanamchagua Baraba ambaye ni mwenye hatia, mnyang'anyi, mwivi na pia mwanaharakati, tofauti na Yesu ambaye hana hatia yoyote. Wanaamua kuchagua mabaya wakiacha mema. Pilato anatufundisha kitu kingine, anashindwa kusimamia ukweli katika nafasi aliyokuwa nayo. Anakosa ujasiri wa kusimamia ukweli katika nafasi aliyokuwa nayo. Tusimamie ukweli, tuwe na ujasiri katika kusimamia ukweli, hata kama tutahatarisha nafasi zetu, hata kama nafasi zetu zitaondolewa, lakini tusimamie ukweli na haki katika maisha yetu. Tuepuke kutenda dhambi kwa sababu ya shinikizo la watu. Na watu wanaweza wakaja katika maisha yako wakakupa shinikizo dhidi ya kutenda dhambi, wakakupa shinikizo dhidi ya kuto kutenda ukweli, dhidi ya kuto kutenda haki. Tuwakimbie hao, tuepuke shinikizo la watu. Pilato anahukumu mtu asiye na hatia kwa sababu ya shinikizo la Wayahudi na vitisho juu ya nafasi yake. Usiogope utapoteza nafasi yako kwa sababu ya kusimamia ukweli. Jambo la 6 ni Yesu analia, Eloi Eloi lama sabaktani, Mungu wangu, mbona umeniacha? Yesu hataji haya maneno kwa bahati mbaya. Anafanya kitu cha muhimu kabisa, kurejea Agano la Kale. Anatimiza tena maandiko matakatifu kwamba ananukuu Zaburi ya 21 ambayo kama umekuwa makini ni sehemu ya somo la Zaburi katika Dominika hii ya mateso ama Dominika hii ya matawi. Kwamba kwa hiyo anatimiza tu, sio kama Pasaka mpya, kama Adamu mpya, kama Musa mpya, sio kama Yosefu mpya, sio tu hayo, bali anatimiza kitu kingine, yeye kama Daudi mpya. Kwa Daudi katika Zaburi hii anasema au anaimba kwamba wamenitoboa mikono yangu. Ndicho ambacho ukiangalia kwa makini Daudi hakutobolewa. Aliyetobolewa ni nani? Ni Yesu Kristo. Alitobolewa kupitia mauti hayo ya msalaba, kugongelewa misumari. Kwa ni jambo ambalo
linatimiza Agano la Kale, linatimiza maandiko kwamba kupitia mateso hayo Yesu Kristo anaona kama Mungu amemwacha. Mungu hajamwacha. Jambo ambalo ni la msingi sana kwetu ni kwamba kile ambacho tunaalikwa kukitafakari, tunapoteseka tujue kwamba Mungu yupo pamoja nasi hata kama hatumuoni. Katikati ya mateso, katikati ya changamoto, tunapoteseka jua kwamba Mungu yupo hata kama humuoni. Msalaba unatufundisha kuwa watu wa imani na matumaini, kwa watu wa imani na matumaini. Pengine katika Dominika hii ya mateso ama Dominika ya matawi, simulizi katika sehemu hii, sehemu ya 7 ni juu ya mazishi ya Yesu. Katika simulizi hili la mateso ya Bwana kadiri ya mwinjili Mathayo, tunasikia simulizi kwamba mtu mmoja tajiri alikwenda kumwomba Pilato achukue mwili akauzike kaburini. Aliitwa Yosefu wa Arimathaya. Yosefu wa Arimathaya anatupa fundisho la msingi kama tukiangalia vizuri na kutafakari matendo ya huruma ya kimwili kuwazika wafu. Anamzika Yesu katika kaburi jipya, yeye na wenzake. Katika tukio hilo tunapata kuona baada ya kwisha kumzika, wanatumwa askari kwenda kulinda kaburi, na sio hivyo tu, wanaendelea kufuatilia kaburi hilo lina hali gani. Kitu cha pekee ni hicho kwamba wanataka kupindisha ukweli. Ukweli upo, lakini wao wanaupindisha. Wale maaskari ambao walitumwa kwa ajili ya kulinda kaburi ni watu ambao wamefunzwa mafunzo kivita, walikuwa wapo vizuri katika uaskari wao. Wanatumia nguvu hiyo dhidi ya hawa Wayahudi ambao mitume wake wengi walikuwa wavuvi, labda wengine wachache mtoza ushuru Mathayo. Nguvu kubwa katika hawa watu ambao hawana hizo mbinu za kivita, lakini ukweli unabaki daima kuwa ukweli kwamba Kristo kweli aliteseka, alikufa, akazikwa na akafufuka. Ndicho ambacho tunakikiri katika kanuni ya imani kwamba alipitia mateso, akafa, akazikwa na siku ya 3 akafufuka kweli kwa ushindi. Ufufuko kama fumbo kubwa linalotuletea wokovu ni kweli limetokea na ndiyo tunajivunia nalo sisi kama Wakristo. Mateso peke yake hayatofikisha katika lengo. Mateso yanakuwa njia ya kufikia katika utukufu. Kristo anadhihirisha utukufu wa Mungu kupitia hilo fumbo la ufufuko. Pengine katika Dominika hii tunaalikwa kutafakari hayo kwamba upendo wa kujitoa. Lakini pia kitu kingine, tambua nguvu ya msamaha katika maisha yako. Kristo aliwasamehe wote waliomtendea dhambi. Kristo aliwasamehe wote waliomtendea hukumu, waliomsulubisha. Hicho ambacho tunakifanya tunapotenda dhambi, tunaendelea kumsulubisha, lakini damu yake daima imekuwa na ukombozi kwetu. Na hivyo kinachohitajika utii kwa mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Yesu alikubali mapenzi ya Mungu yatimie, na wewe mimi nikubali mapenzi ya Mungu yatimie katika maisha yangu. Kuepuka kukata tamaa. Yuda baada ya kutambua udhaifu wake anakwenda kujinyonga. Amekata tamaa, haoni huruma ya Mungu. Unajifunza kitu kingine, tambua nguvu ya msamaha wa Mungu katika maisha yako. Tambua huruma ya Mungu katika maisha yako. Kukata tamaa na kuona hamna nafasi tena ya kuishi, unaamua kujiua, hilo halitokusaidia. Usimama daima katika ukweli, kwa maana ukweli utatuweka huru. Ukweli utabaki ukweli na uongo utajitenga na ukweli. Pengine tumaini halitayarishi. Tunaalikwa kuwa watu wa kuwa na matumaini makubwa na kuwa na matumaini yakini daima katika fumbo la ufufuko, kwa sababu kupitia fumbo hilo tunachota nguvu, tunachota
neema na baraka katika maisha yetu sisi kama wafuasi wake, wafuasi wa Kristo. Nikutakie Dominika njema ya Matawi au Dominika ya Mateso ya Bwana. Tunapoendelea na tafakari hii, Kristo anapitia mateso kwa sababu ya upendo mkubwa kwako. Kristo atakufa, lakini mwisho wa siku atafufuka kwa ushindi mkubwa, fumbo la Pasaka ambalo tutaliazimisha hivi karibuni. Neema ya Kristo iwe pamoja nanyi. Mimi ni Padre Benjamin Maganga. Hii ni Lux Fidei, mwanga wa imani. Hosana kwa mwana wa Daudi. Hosana kwa mwana wa Daudi.